Nataka kusoma waraka wa Baraza la Mitume na Manabii. Waraka wa amani wa Pasaka wa Baraza la Makanisa ya Kitume na Kinabii Tanzania. Ndugu waumini wa dini zote na Watanzania kwa ujumla, sisi makanisa ya Kitume na Kinabii Tanzania kwa pamoja na kwa umoja tunamshukuru Mungu kwa kulibariki taifa letu na kutuwezesha kuishi kwa amani miaka zaidi ya 60 baada ya uhuru hadi sasa. Kama viongozi wa kiroho, tumeona vema wakati huu wa Pasaka tuliongoze kanisa na taifa kwa ujumla kutafakari wema wa Mungu juu ya nchi yetu. Tangu uhuru wa nchi yetu, mataifa mengi duniani na hata baadhi ya mataifa jirani zetu wamepita vipindi vigumu sana vyenye maumivu yasiyovumilika wala kusahaulika, kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Damu zao zimewachia vidonda na makovu yasiyopona hadi leo. Lakini kwa neema ya Mungu, sisi wa Tanzania tumeyashinda kabisa majaribu ya uvunjifu wa amani katika nchi yetu kwa miaka hii yote. Ushindi huo umetokana na utamaduni wa viongozi wa kiroho na dini kwa ushirikiano na viongozi pamoja na serikali kutimiza wajibu wetu wa kuliombea taifa na viongozi wake bila ubaguzi wa dini, siasa, rangi wala makabila wakati wote. Jitihada za kuhubiri amani ndizo zilizotufikisha hapa tulipo salama hadi leo. Tamko rasmi la makanisa ya Kitume na Kinabii nchini Tanzania. Kwa kuzingatia kuwa sikukuu ya Pasaka inatukumbusha kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alimwaga damu na kufa msalabani kwa ajili yetu, kama ilivyoandikwa katika maandiko matakatifu kuwa kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Basi tunaamini kuwa tukimshirikisha Mungu kuhusu ulinzi na ustawi wa taifa letu, yeye alishamtoa mwanawe wa pekee na Bwana wetu Yesu Kristo kupigwa kwa niaba yetu. Kama ilivyoandikwa, ninaweza kuwakumbusha Watanzania na mitume na manabii kwamba kamwe hatakubali tupigane wenyewe kwa wenyewe. Bila shaka atatujalia upendo, umoja, mshikamano wa kitaifa na kuulinda muungano wetu kama taifa huru linalojitegemea na kuamua mambo yetu wenyewe kwa amani. Kama tutadumu katika maombi ya amani kama ilivyoandikwa kwenye maandiko matakatifu, Mungu wetu hataliacha taifa letu zuri la Tanzania lipoteze amani yake, sawa na ilivyoandikwa kwenye Isaya sura ya 9 kwamba yeye ni mfalme wa amani na mshauri wa ajabu. Ndugu kanisa na Watanzania wote kwa ujumla, katika tamko letu la kitume na kinabii, tunaomba wakati huu wa Pasaka mambo yafuatayo yazingatiwe. La kwanza, kwenye mikesha na ibada zote zitakazofanyika wakati huu wa sikukuu ya Pasaka, mada kuu ya mahubiri yetu iwe ni mbingu na amani ya nchi yetu. Hili ni jukumu la madhehebu yote tunayo yaongoza, zaidi ya madhehebu 220 ambao ni madhehebu wanachama wa makanisa ya Kitume na Kinabii Tanzania, ambao tuna wahudumu wa madhabahu zaidi ya 10,000 na tunawahudumia mamilioni ya Watanzania kila siku kwa niaba ya Mungu.
Tukifanya hivyo, tutakuwa tumefikisha ujumbe wa amani kwa karibu nusu ya wananchi wote wa Tanzania, jambo ambalo lina thawabu kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Namba 2, tunawaomba Watanzania wote kwa ujumla kuwa kwa sababu yoyote ile wasikubali kushawishika kuvunja ama kuvuruga amani tulionayo nchini. 3, kwa wakati tulionao sasa, hasa kipindi hiki tunapojiandaa na uchaguzi mkuu nchini, ni lazima mchango wetu na chaguo letu la kipekee liwe uchochezi wa amani na maendeleo yetu badala ya vurugu na vita. 4, tunawaomba viongozi wetu wa kisiasa na makundi mengine ya kijamii wachague njia ya mazungumzo katika kutatua changamoto za taifa badala ya mapambano yenye dalili za kuvunja amani iliyopo sasa nchini. Ndugu mitume na manabii, kanisa na Watanzania kwa ujumla, amani ni gharama kubwa sana kuijenga. Na amani yetu ya nchi imejengwa kwa gharama kubwa sana. Tukiivunja hatutaweza kulipa gharama ya kuirejesha tena. Kwa hiyo, ni rai yetu kama viongozi wa kiroho kuwaomba wananchi wa Tanzania wasiunge mkono jitihada na harakati zozote zinazochochea uvunjifu wa amani nchini. Badala yake, kila mmoja ajikite katika kuombea nchi yetu, kuombea amani, kuidumisha ikiwa ni pamoja na kuilinda. Baada ya kusema haya, anasema Mungu ibariki Tanzania na Mungu wabariki wananchi wa Tanzania. Amen. Amani Tanzania. Punga mikono kama unaitakia amani Tanzania. Punga mikono kama unaitakia amani Tanzania. Piga kelele na useme haleluya. Amen.